Chairman Mwatu pamoja na kamati yake kwa kuweza kufanya tamasha hili kwa mara ya pili, ikiwa tulianza mwaka jana, na nikamuomba pamoja na kamati yake mwaka huu anishughulishe hata mimi pia vile vile. Na kwa heshima yake kwangu alikubali na tukashirikiana, na ilikuwa Waziri Mvurya awe ni mgeni wetu wa heshima. Lakini unajua hii Jamhuri Day kaingia, na kesho kuna safari rally na hiyo ministry yake, kwa hivyo kidogo mipango ikavurugika, lakini najua tutafuatizia bado, kwa sababu tuna maombi kwa tumeomba kwa serikali kupitia yeye pia vile vile. Jambo la pili, niweze kuwashukuru jamii ya Wakamba katika Changamwe. Tumekuwa na wao kutoka mimi ni mwalimu, na nikianza siasa tukawa pamoja, na nikawahakikishia kitu kimoja, ya kwamba nitakapokuwa nimepata mamlaka nitafanya kazi ambapo hata wao pia vile vile watafurahia. Mara ya kwanza nusu waliniamini, nusu nyingine kidogo wakawa na wasiwasi, lakini kura iliyofuata wakanihakikishia ya kwamba sisi this time round tutakuja huko sote, na kweli walikuja. Na jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba uongozi, especially uongozi wa siasa, inataka kidogo mtu awe ana roho ya kupenda watu genuinely, yani sio kuwahadaa. Unawapenda watu mpaka wao wanajua pia wewe unawapenda, na uwe uko tayari kuwatumikia beyond ile utumishi ambao unatarajiwa. Na ndio unaona ofisi yetu tumeitengeneza iwe ina serve watu wetu vilivyo. Hatufanyi mambo ya siasa peke yake, tunafanya beyond politics, kwa sababu mahitaji ya wananchi ni mengi. Kuna yale official na yale mengine ambayo sio official, lakini wananchi unapokuwa wewe ni kiongozi wao, wanajua matatizo yao yote ni yako wewe, na nashukuru kwa hilo kusema kweli. Na ndugu yangu Ali Nur na wakina Kiluma na wale wengine wameongea maneno hapa mazuri, na napenda tu kuwajulisha ya kwamba wapigaji kura popote katika hii nchi yetu ya Kenya watakusikiza, na wakiona maneno yako yana uzito na yanaingia katika roho zao, hawana shida na kura, watakupatia kura zao. Na pia ndugu yangu aliniomba viti vya Changamwe sijui vitatu vipewe Wakamba. Vilikuwa na Wakamba hivyo zamani. Cha Changamwe kilikuwa na Mkamba sijui karibu mara tatu Mtule. Haya, hichi cha hapa Kipevu kilikuwa na msichana wetu, mrembo wetu, ama sivyo? Na kile cha Chaani kilikuwa na ndugu yetu pia vile vile. Sasa ubaya ni kwamba ukishapewa hii nafasi ya kuwa wewe ni kiongozi, alafu ukajisahau, ukaona wewe sasa ni bosi wewe, sasa tatizo laingia hapa. Huyu wa hapa Kipevu tulianza na yeye, tukamshika mkono, tukamweka kwa mgongo mpaka akapita. Alipopita ng'ambo ile, akifika town anaambiwa piga vita Omar Mwinyi. Na yule wa Chaani akaambiwa hivyo hivyo. Sasa ubaya na Omar Mwinyi hapa Changamwe naye ni kipenzi cha watu. Sasa wakaanguka, sio kwa sababu yote, ni kwa sababu walitoka kwenye ile barabara ambayo walikuwa tunatembea pamoja. Na ndugu yangu Mitao tulikuwa naye katika siasa, ubaya yake naye ako na hasira mingi. Hata siku moja tuko katika hapa Kamba hapa tuna harambe, anawaambia Wakamba nyinyi wapumbavu sana. Sasa wewe wataka kura alafu na waita watu wapumbavu. Unashinda hata kuweka MCA hapa Changamwe na sisi tuko wengi. Nikamwambia kuwa na MCA hapa, kuwa na chochote hapa si lolote, because it is possible. Isipokuwa ni wewe utajipresent namna gani, kwa sababu Changamwe
hawa watu naona hapa wanakaa huko mitaani kama majirani, kama ndugu. Kukiwa na matanga hawa hakuna cha Mkamba wala Mbaluya wala Mjaluo, wote wanakuja pamoja. Hata wakati wa siasa wanaongea ni nani tumpatie kura, ama sio jamani? Sasa ikiwa umekuja kwa lugha mzuri, umejipanga vizuri, unaona watu wote wanakukubali. Lakini ukiwa umekuja kwa lugha nyingine ambayo haieleweki, utaona watu wanakukataa. So I think sisi kama taifa tunapigana this time kuwa tuje pamoja kama watu wamoja wa Kenya. Tuondoshe hii maneno ambayo usijini na watu wa mlima hawa watu wa wapi, hawa na watu wengi wapawe pesa nyingi zaidi za serikali. Watu wanataka kuwe na equitable distribution of resources. Ndio naosikia ndugu yangu Kiluma anaongea hiyo maneno hapa pia vile vile. Kuna nafasi zimetangazwa kweli za KPA. Matarajio yetu ni kwamba nafasi zile zitakuwa huru, watu wapiganie kulingana na vile application zao. Lakini utaona kitaifa ni kwamba haiendi hivyo. Kila mmoja ambaye ni mkubwa atataka watu wake waandikwe huko wengi zaidi. Anasahau pia hapa kuna watu pia vile vile, na Wakenya kila mahali wanatarajia hizo pia vile vile. Hasa hilo ndio tatizo ambalo tunataka kupigana nalo kutoka zamani. Na ndio unaona katika kila kura, kila kabila linataka urais. Kwa sababu gani? Wanajua ukiwa rais, resources zote utapeleka kule kwenu kama rais. Otherwise kama si hivyo ingekuwa watu hawapigani sana urais. However, hayo yote ambayo tumezungumza tumesikia, na ndugu yangu bwana Kiluma nimekuelezea hapo. Tumekuwa na discussion jana tu habari ya blue economy, na tumesema tutapeleka delegation, na kama nilivyokuhakikishia tutakuhusisha pia wewe, ili waziri aweze kuwajibika, aone resources ambazo ziko katika blue economy, watu wetu wa huku pwani waweze kufaidika nazo. Mambo ya elimu umezungumza ndugu yangu bwana Ali Nur, ni swala zito sana. Sisi tumejaribu kwa kutoka tuanze mpaka leo, lakini maybe tutalaumu kidogo wazazi. Wazazi saa nyingine kidogo hawawajibiki vilivyo, kwa sababu unapopeleka mtoto shule inatakiwa pia ufuatizie mtoto anaendelea namna gani, na walimu pia wanaenda vipi, na shule inafanya vipi. Na njia moja mzuri ni kwamba kuwepo na viongozi ambao watasimamia mambo ya elimu ndani ya ile shule. Kama hapa Akamba Handicraft, bwana Matu na kamati yake wanakaa kwa ile boardroom yao kuamua maneno ya Akamba, na unaona kila kitu kinaenda sawa. Kwa sababu gani? Wanatoa time yao kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa hapa. Hata haya mambo ambayo yanafanyika hapa hayafanyiki kabla watu hawajakutana na kupanga haya mambo. Hata shule zetu zitakiwa ziendeleshwe namna hiyo. Wale ambao watachaguliwa kuendesha hizo shule wawe ni watu ambao wana hamu ya matokeo mazuri mwanzo, wana ujuzi wa mambo ya elimu, na wana time ya kuhakikisha kwamba mambo yote pale shule yataenda ili yaweze kutoa matokeo mazuri. Mfano mzuri ni Kwale High, hapa jirani tu. Kwale High wameamua, na kwa mara ya pili sasa they are posting very good results, kiasi ya kwamba they are challenging zile shule ambazo tulikuwa tunazijua ni shule bora katika Kenya, including Alliance, Mangu na zile zingine. Ni kwa sababu gani? Waliamua wao wanataka good results. Niwape kitu ambacho nilikiona na nikajua hawa hakika ni watu ambao wanataka matokeo mazuri. Kuna mtoto mmoja kutoka Embakasi constituency amepita with flying colors. Walimu wakaona huyu mtoto bado hajaripoti, wakatafuta kwa nini hajaripoti. Wakapiga simu kulingana na contacts zilizoko provided pale, wakapata mama akashika simu, mbona mtoto hajaripoti? Akasema mimi ni maskini, sina chochote, sina mbele, sina nyuma. Akamwambia basi wewe kuja tu tutamsaidia. Asema hata tikiti sina. Hao walimu wakachanga, wakamtumia tikiti na wakampa pesa zingine ya kufanya mambo mawili matatu. Nikifika Kwale nimeenda kusaidia mheshimiwa mmoja hapa, mtoto wake aingie pale, nikakuta huyo mama na huyo mtoto. Headmaster ananiambia
hivi ndivyo tulivyofanya, na mimi nikatoa shilingi zangu 20,000 nikasema hata mimi namsaidia huyu mtoto. Kwa sababu gani? Naelewa mtoto kwa maskini ni shida kiasi gani, na nikaangalia hao walimu wamekubali, watachanga wao wamnunulie vifaa vyote vinavyohitajika ili mtoto asome bila kumtatiza yule mzazi, including school fees yake pia vile vile. Sasa this is the spirit of the teachers who want better results for their school. Hebu niambieni nyinyi hapa Changamwe ni nani ama ni shule gani wana spirit kama hiyo? Na ni wazazi gani ambao wanasimamia shule wana spirit kama hiyo? Na kwa nini wamefanya hivi? Hao wanajua wazi huyu ni A material akiingia form 4 huyu. So mambo ya elimu ni tatizo kubwa, lakini bado tutapambana nalo ili watoto wetu waweze kufaidika. Alafu tuulize wazazi, kwa nini watoto wasome? Na zamani ilikuwa vipi na sasa iko vipi? Zamani ilikuwa wazazi wanaweka shamba zao rehani ama wanauza kusomesha mtoto wao mmoja wa kiume ama wa kike ambaye yuko mbele, kwa sababu akishasoma atakuja kusomesha wale wenzake nyuma yake. Hebu niambieni, these days kuna mzazi anaweza kuweka shamba lake rehani ama kauza kusomesha mtoto wake? Ni ngumu, ni ngumu sana. So tunaomba tuweke swala la elimu mbele. Tatizo moja tuko nalo Bwana Matu, na si jamii yenu peke yake, ni jamii zote nimetembea. Sisi tukifanya mambo yetu tutafanya sisi wazee tu, vijana wetu hawako. Sasa unaona yale mambo yote tunazungumza wao hawajui. Kwa hivyo haya tunayofanya hapa tufanye sisi wazee, lakini watoto wetu hawako hapa. So they are not learning anything from us. We need to do something, Bwana Matu, to include our youth katika mambo yetu, ili wajue na wao pia vile vile waweze kutake over from us na tuweze kuendeleza hili gudumu mbele pia vile vile. Na mambo ya utamaduni, kama tunavyoelewa, utamaduni unamfanya mtu ajijue yeye ni nani mwanzo na mila zao ni gani na desturi zao, ili aweze kuwa anapoingia mahali popote ajue anakuwa yeye ni kama kioo cha jamii ya ile kabila yake. Sasa mtu yote ambaye hana desturi za kikwao atafanya mambo ambayo hayaeleweki, kwa sababu hana background yoyote ambayo inamfanya yeye aweze ku lean back na kujua mimi kwetu hatufanyi mambo kama haya. And that is why today unaona watoto wetu wanafanya mambo ambayo hayalingani na mila na desturi zetu. Na si jamii ya Wakamba, ni jamii zote across. Hata juzi nilikuwa na Memon group, wamekuwa na function, nikauliza wapi vijana wenu, wasema kweli hapa tumefanya makosa. So naomba siku nyingine tuta include hawa vijana wetu na wasichana wetu katika mambo yetu, ili wasome haya ambayo sisi tunafanya hapa. Mwisho kabisa niombe ya kwamba mwaka ujao tunataka tuifanye hii iwe bora zaidi kuliko ya mwaka huu. And that is a promise ambao nimemwambia Bwana Matu. We have started. Let us make this event a big event. Kesho tuna michezo ambao Bwana Kilai yuko wapi? Bwana Kilai. Bwana Kilai yeye ndio anasimamia. Tutakuwa na mashindano ya football. Ameniambia kuna timu moja ya ofisi ya mheshimiwa. Nafikiri Kilai sijui atakuwa na magapi anacheza hapo. Alafu kutakuwa na tag of war. Alafu pia vile vile kutakuwa na darts na draft pia vile vile. Tulikuwa tuwe na volleyball lakini naona kidogo haikuwezekana, sio? Ati? Scrabble itakuwako pia vile vile. Na mimi nafikiri katika hiyo timu ya ofisi ya mheshimiwa mimi nitakuwa goalkeeper. Ingawaje kesho tuna shughuli nyingi, lakini nitajaribu hata mechi moja niwe goalkeeper. Na mimi nikiwa hapo huwezi kufunga, ila nakuhakikishia kabisa. Sababu nitakutolea ile macho ya Simba, badala ya kufunga wewe utapeleka nje kabisa, ama sivyo? Kwa hivyo nataka tujitolee tu support hii mambo yetu. Na ile ya mwaka ujao tufanye namna hiyo. Tena kesho tuna Wajomvu kule wanafanya. Na tarehe 28 tutokana na Wachangamwe bwana, tutakualika bwana Matu na kamati yako pia.
at least tuone pia Wachangama wanafanya namna gani, then the next year tuifanye a combined cultural activity moja katika tarehe moja, ili watu wote waje pamoja. Na ndio hata tukifanya siasa zetu tu tunafanya siasa kama a society ambayo iko manake na umoja na inaelewana pia vile vile, because our goals are the same. We want better leaders, we want better services. Na mimi najua wazi hapa sitaki kuuliza maswali mengine sababu yatatuletea shida, lakini if there is anything that we aspire as citizens is to have what we call better representation. Ni kweli ama si kweli? Tupate viongozi ambao wanawajibika katika kazi zao na mamlaka yao. Na tunasikitika kusema hivyo kwa sababu gani? Sisi tukitembea kule nje tunaona mambo mazuri, alafu viongozi wetu wakitoka nje pia wanayaona haya mazuri. Ubaya ni kwamba wakirudia hapa hawaji kuyatekeleza hapa, wanayawacha huko. Yani they are not learning anything that they can bring to our society ili iweze kuleta mabadiliko katika hii jamii yetu. So napenda tu nikomee hapo, niwapongeze ndugu zetu kwa kujitolea. Najua kesho tutakuwa hapa tena pia vile vile, tujionee tamaduni zetu.